kufanya da'wa, kuwarad al-mukhalifin na wengineo. Lazima sheria ya Allah itetewe, sunna ya bwana mtume lazima itetewe. Lakini tazama watu ambao wako kwa ajili ya dunia leo yaarifuna ma kanu yunkirun. Kama mnasikia wanaosema hao, twajua historia zao. Walipita huko kwa maansari. Mwanzo walikuwa kwa upande huu wapinga maulidi, leo wamekuwa huku watetea maulidi. Badilika. الضلالة عين الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. ضلالة isokuwa na mfano ambao ni dhalala. Ainu dhalala ni kuyakubali uliokuwa wayakataa kwa dalili na kuyakataa uliokuwa wayakubali. Si kwa sababu umelikataa baada ya kuwa ulikuwa ulikubali kwa sababu ya hoja kila, hakuna chochote. Tu anazunguka tu. Lakini mwanzo alikuwa yuko huku apinga yale, leo yupo kule atetea. Sababu ya dunia, sababu ya mali. Upande huo wa pili ni upande wa mali, watu wako na matajiri, watu wako na mawaziri, watu wako na serikali. Ukikaa huku kwa masalafi huku hamjulikani na mtu nyinyi. Nyinyi muonekana mna taabu. Matajiri watakuja kwenu. Sasa hivi mtu anaona ili apate dunia ajiingize kwenye vinara vya maulidi. Kaonekana kule pembeni pana katibu mkuu wa chama, pembeni pana waziri fulani, pale pana muazzam, pale pana alhabibu, pale pana almubajjal, huko ndo kwa faa. Ama hapa kama inaonekana nyinyi masakini watubu talabatul ilm fuqara, tabata nini? Ukatoka hapo pia wasindikizwa pale upande daladala ende za kumjini. Kwa sababu watu wengi wanasoma kwa sababu ya kutaka dunia. Kwa kidogo tu na mtu kabadilika. Kidogo mtu kanunuliwa kama mchezaji mpira. Jana alikuwa Yanga kanunuliwa, leo yuko Simba. Jana alikuwa iponda Yanga, leo kapua hela. Yuko Yanga ili aitetea Yanga, iponda Simba. Ndio mambo yako yalivyo. Nanunuliwa tu. Si ndio? Na wakati yupo kule alikuwa acheza, kulikuwa yuko tayari kufa kwa sababu yupo huku apigana, aifunga ile aliyokuwa kule atetea, yuko tayari kufa afunga kule. Kanunuliwa hela, anunuliwa kutoka huku ndio. Ndio kuna mchezaji msimu huu yuko timu hii, msimu ujao yuko timu. Wako mashehe pia wanakwenda na msimu na usajili. Ukifika wakati wao, sasa tumesema ukifika wakati wao tutawaambia mlikuwa huku, mlimsomesha huyu. Wako masala pia wamesomeshwa na hao watu. Yule alikuwa mwalimu wangu, leo yupo kule, kasajiliwa kule, dau limezidi. Kwa tusomeni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Si baadaye wewe ulikuwa uko hapa leo wasikia haya upo kule. Unatufanyia sisi tajihili. Yaani unaona sisi hatuelewi. Unajua tatizo la mawahabi uelewa. Yaani sisi hatuelewi sisi. Yaani sisi hatuelewi. Nyie ndio mwaelewa. Nyie ndio mwaelewa sana. Au kwa vile majazi, kuna majazi. Yaani nyie mkisema watu wakielewa maneno yenu, tatizo nyie hamuelewi. Mawahabi tatizo lao uelewa upi? Uelewa gani? Na al-aslu fil kalami al-haqiqa wala yu'dalu anhu, na wala watu hawatoki katika hiyo, au wala yu'dalu anha, hatuondoki katika al-haqiqa illa biqarina, na kuwa na alaqa. Qarina maana ni mani'a, kwamba hapa hakukusudiwa maana ya hakika. Ukisema baba yako nimemuua, hakika umemuua, lakini kumbe nimemuua maana yake ulimfunga kwenye draft. Hiyo majazi sasa. Sasa tuelewe hapo aliposema. Lakini ukisema tu baba yako leo nimemuua,
maana yake hakika kuua kunajulikana kuua ni nini. Ndio al-aslu fil kalami madha al-haqiqa. Na haifai kuondoka katika hakika kwenda katika majazi mpaka kwa qarina. Qarina almani'a inaozuia kwamba hapa muradi wake sio hakika. Lakini lazima kuwe na alaka baina ya maana ya hakika na maana hiyo iliyokusudiwa mbozo yake. Kuwe na alaka. Na ziko nyingi. Au mbona mmesoma nyinyi tu? Yaani nyinyi tu ndio mmesoma. Wengine hawakusoma, wengine hawaelewi. Hapo tukikubali tukiwa tumetanaza ni kwamba kuna majazi. Na kama tutakuwa na msimamo hakuna majazi katika Qur'an, hakuna majazi katika lugha ya Kiarabu, pia tunaweza kusimamisha hoja. Mambo yote ni hakika, ima hakika shar'iyya au hakika lughawiyya au hakika urfiyya, basi hakuna majazi. Ukisema uliza kijiji ndio Kiswahili pia tutasema fasalul qarya, eti hiyo majazi hiyo. Umetajwa qarya lakini mradi wake ni watu. Kiswahili kwa tunasemaje sasa? Uliza kijiji hicho hapo ndio hakika ya kalamu inda nas. Uliza duka hilo hapo. Sio tunavyosema. Zamani wazee wetu walikuwa wasemaje? Uliza muuza duka, alafu baadaye tukaja tukaona kwenye hakika tukaja kwamba uliza duka hilo hapo. Ndio hivyo.